Hujambo, tumai langu mzima buheri kabisa wa afya. Karibu mtazamaji wa Dodoma City TV katika matukio ya wiki kwa wiki hii ya tarehe 21 hadi tarehe 28 ya mwezi Machi. Na kabla ya kuanza matukio haya, hapa ni muhtasari wake. DC Shekimweli aliwataka madiwani jijini Dodoma kuwaelimisha wananchi kuhusu sheria ndogo za halmashauri. Vikundi ambavyo havijasajiliwa ili kupata mkopo vyaaswa kwenda kujisajili. Na kuna kwa habari za michezo na burudani, vijana watakiwa kuendelea kujitokeza kushiriki michezo itakayokuwa ikifanyika kwenye maeneo yao. Mtazamaji, karibu katika matukio yetu ya wiki kwa wiki hii ya leo. Nitakaye kusogezea matukio haya ni mimi Queen Peter Masunga. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Mkuu wa wilaya Dodoma Alhaji Jabil Shekimweli aliwataka madiwani kushirikiana na wadau mbalimbali kama vile madereva na wananchi wote kuhakikisha wanazijua sheria za jiji la Dodoma ili kusitokee mkanyagiko pale makosa yanapofanyika. Aliyasema hayo katika kikao cha baraza la madiwani cha kujadili sheria ndogo za halmashauri. Lazima muweke vikao vya wadau kuongea nao. Unaongea habari ya parking hapa daladala, sio bajaji na nini hivi. Au sio kwa ajili ya halmashauri, sio kwa ajili ya hao wadau. Na mimi nasema Mwenyezi Mungu alipushe baadhi yao pia ni wadau. Ni wamiliki wa bodaboda, ni wamiliki wa daladala na kadhalika. Maoni yao yako wapi? Utazitunga hizi, kesho hazitekelezeki. Na hazitekelezeki kufanya mkutano wa malalamiko ya watu, hatukushirikishwa, you are in trouble. Kwa hiyo kama ulishirikishwa vema, lakini mimi sijaona kiambatisho kitangazwa kwenye gazeti, sijaona muktasari hapa wa wadau hao, kwa baadhi wanasema kwamba walishirikishwa. Kwa hiyo kama hawajashirikishwa, ushauri wangu kabla ya kwenda mbele, ni vema mkae nao mpate maoni ya wadau wanasema nini. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha huduma za sheria jiji la Dodoma wakili Cosmas Nsemwa alikuwa na haya ya kusema. Hapa kuna sheria ambazo ni mpya kama halmashauri hatukuwa nazo. Tutakumbuka kwamba jiji la Dodoma kabla halijatangazwa kuwa jiji ilikuwa ni manispaa. Kwa hiyo kuna kipindi tulikuwa bado tunatumia sheria za manispaa. Kwa hiyo kuna sheria kama 3 hatukuwa nazo, kwa hiyo tumetengeneza sheria mpya. Lakini kuna sheria ya uendeshaji wa masoko na magulio. Sheria hii tulikuwa nayo. Sasa tunaifuta hiyo sheria ili tulete sheria mpya ambayo itakava uwanda mkubwa zaidi na pia kuingiza vyanzo vipya vya mapato ambavyo vimefanyiwa utafiti na idara tumizi. Kwa taasisi ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na utawala bora. Mambo yote halmashauri inayofanya kwa mujibu wa sheria. Lakini pia kodi zote zinazotozwa na halmashauri ziweze kutozwa kwa mujibu wa sheria, sio vile ambavyo mtu anajisikia. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule ameeleza siri ya mafanikio ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo alisema siri ni upendo, amani na mshikamano kwa wengine. Senyamule aliyasema hayo Machi 24, 2025 wakati wa hafla fupi ya kukabidhi kwa wakuu wa wilaya za mkoa wa Dodoma. Jua Afrika inampenda, Watanzania wanafurahi kila mahali. Kila watu wasema, "Yaani huyu mama bwana, yaani hatukujua na kipaji chote hiki. Hatukujua na uwezo wote huu." Kila tunafurahi. Lakini watu hawajui siri ya mafanikio yake. Leo tukasema, hemu wa Tanzania wajue siri ya mafanikio ya Mheshimiwa Rais iko wapi. Ni imani yake ambayo anaifanya kwa Mungu wake. Ndio siri ya kwanza ya mafanikio yake. Hatujui anaifanya kwa kiasi gani mengine. Lakini tukasema ili kuwajenga na Watanzania wengine wakue kiimani na waongeze imani, hem waonyeshe mambo mazuri ambayo Mungu anamsaidia Mheshimiwa Rais kwa sababu ya yale matendo anayoyafanya. Halmashauri ya jiji la Dodoma kupitia division ya maendeleo ya jamii ilifanya uhakiki wa usajili wa vikundi katika kata ili kuhakikisha wale walioomba mikopo wanakuwa na vigezo sahihi. Akizungumza na waandishi, afisa maendeleo Daniel Mpangwa alisema jiji la Dodoma limepata maombi mengi ya mikopo, hivyo wale ambao hawajasajiliwa waonane na afisa maendeleo kwenye kata ili pale mikopo itakapoanza kutoka kusiwe na kikwazo chochote. Kwa majina naitwa Daniel Mpangwa, natokea idara ya maendeleo ya jamii. Tuko kwenye uratibu na tuko kwenye zoezi la uhakiki wa vikundi vilivyoomba mikopo ya 10%, vikiwepo vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Jana na leo tuko kata ya Ipagala, mpaka sasa hivi unaona mida kama hii karibia saa 1, lakini bado tuko field, tunaendelea na zoezi kuassess vikundi ili tuhakikisha tunafikia watu wote wenye sifa ili waweze kupata mikopo. Kwa jiji la Dodoma tumekuwa na maombi mengi, karibia maombi 600 na kitu hivi ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
ambao wameomba karibia zaidi ya bilioni 19. Kwa hiyo tuko kwenye assessment ili kuweza kupata vikundi bora ambavyo wataweza kupewa mikopo. Kwa hiyo ushauri ni kwamba tunawashauri wale ambao bado hawajaweza kufanya usajili, ambao wana sifa na wana miradi, vikundi vya wanawake na vijana, tunawashauri waweze kuonana na afisa maendeleo ili kuendelea na zoezi la usajili, kwa sababu tayari mama amesharuhusu mikopo iendelee baada ya zoezi la kutengeneza kanuni na miongozo mipya kukamilika na mikopo hii kuruhusiwa kuanza. Kwa hiyo tuko kwenye ngwe sasa ya assessment, ambapo kuanzia sasa hivi mikopo itaendelea kutolewa kwa kila robo. Naye Naomi George, mwanakikundi cha Gosheni kutoka kata Ipagala, alisema mikopo inasaidia kuimarisha miradi na kujikwamua kiuchumi. Mimi George Mnyakongo ni mwanakikundi cha Gosheni Group kata Ipagala. Mimi kama mwanakikundi nimelipokea vizuri sana hili swala la kutupa mikopo, kwa sababu hii mikopo inatusaidia kuimarisha miradi yetu, kuikuza, kuiboresha, na tunazidi kujikwamua kiuchumi. Mimi kwa kweli nimejipanga kwamba tunapopewa huu mkopo tutumie kwa malengo hasa kama yale tulivyoomba mkopo kwamba tunataka kufanya nini. Halafu baada ya hapo tuwe makini katika kurejesha kwa wakati ili na wengine wapate huu mkopo wasaidie na kunufaika nao. Miche ya miti 100 imepandwa katika shule ya sekondari Msalato ikiwa katika maadhimisho ya siku ya misitu duniani. Akizungumza na waandishi, afisa misitu jiji la Dodoma Rogers Laizer alisema miti ina faida nyingi kwa wanadamu, ikiwemo kivuli, kupata matunda na kuzalisha hali ya hewa iliyo safi. Kwa jina naitwa Joel Kilamian Laizer, ni afisa misitu kutokea halmashauri ya jiji la Dodoma. Katika kuunga kauli ya Mheshimiwa Rasi ya birthday wangu mti wangu, tumeshiriki kwenye zoezi hili kwa kutoa miti 50 katika shule ya sekondari ya wasichana Msalato, na tumepanda leo hii tarehe 21 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Zamani ya hii miti 50 kwa bei ya mti mmoja ni shilingi 1000. Kwa maana hiyo zamani ya miti yote ni 1050. Faida nyingine ya miti, inatupa madawa ya asili, inasaidia katika kupunguza jotoridi, na pia inasaidia kuzuia mmonyoko wa udongo. Mara nyingi tuna utaratibu wa kuja kurudi kukagua yaliyopola na yaliyokufa ili tuweze kuyarudishia. Kwa upande wao, wanafunzi wa shule ya sekondari Msalato walikuwa na haya ya kusema. Naitwa Lili za Moyoni Mfiamole. Nasoma kidato cha 3 katika shule ya sekondari Msalato. Na jisikia vizuri kushiriki katika zoezi la upandaji miti, kwa kuwa miti imekuwa ikisaidia kuleta mvua au kufanya mvua zinyeshe, lakini pia imefanya mazingira yetu yazidi kuonekana ni mazuri na yanavutia. Pia yanasaidia kupata matunda, dawa na kadhalika. Inasaidia, lakini pia katika Dodoma izidi kuonekana ni inavutia, lakini pia kiasi cha ukame kinazidi kupungua katika kila mwaka. Birthday yangu mti wangu. Kwa majina naitwa Juliana Matayo Chacha, nasoma katika shule ya sekondari Msalato. Kwenye shughuli ya upandaji miti katika shule hii na Dodoma nzima kwa ujumla, miti hii inasaidia tuweze kupata oksijeni ya kutosha katika mazingira, lakini pia inatusaidia tuweze kupata dawa za asili ambazo zina faida kubwa katika miili yetu. Miti hii pia inatusaidia tuweze kupata matunda mbalimbali, lakini pia inatusaidia kuweza kusababisha utokeaji wa mvua katika mazingira, lakini pia inatusaidia tuweze kupata kivuli. Tunapohusianisha upandaji miti na siku ya kuzaliwa, mtu anapokuwa anapanda mti katika siku yake ya kuzaliwa baada ya kila mwaka mmoja, anairudisha dunia katika ukijani wake wa asili, ambapo tunaifanya dunia iweze kupendeza kama ilivyokuwa mwanzo. Mtazamaji wa Dodoma City TV, unaendelea kufuatilia matukio ya wiki kwa wiki hii ya leo. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Michezo ni afya na ajira kwa watu wengi hapa Tanzania. Ndio maana hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hutoa pongezi kwa timu ambazo hufanya vizuri katika michezo yao. Hivyo diwani wa kata ya Mkonze David Bochela alisema vijana wengi wa kata yake wamekuwa wakijitokeza katika kushiriki mashindano mbalimbali yanayofanyika Dodoma, ikiwemo Mavunde Cup, na kuwasaidia kuonyesha vipaji vyao. Kwanza niseme Mkonze ni moja ya kata zenye vipaji vya michezo mbalimbali, hasa mpira wa miguu. Na wameshiriki mashindano mbalimbali vijana wa kata ya Mkonze kwa ngazi ya wilaya,
na mara kadha wanafanya vizuri pia, kwa maana ya mashindano yanayotokea kata Ndondo Cup zinapofanyika. Kwa mfano Mavunde Cup imehamasisha michezo na watu wetu wanashiriki vizuri. Kwa mfano hata mashuleni pia kuna viwanja vya michezo na vijana wetu wa shule za msingi wanafanya vizuri. Ninavyozungumza hivi tuna kijana wetu mmoja na nilikuwa na mawasiliano naye mara ya mwisho, walikuwa wanakwenda mikoa ya magharibi kufanya michuano fulani ya vijana wa chini ya miaka 17. Kama sio nakosea, yeye anachezea timu ya Dodoma Jiji. Lakini tuna kijana wetu mwingine yuko Dar es Salaam kwenye academy moja hivi ambayo inafanya vizuri. Kwa hiyo ni mfano tu kwamba vijana wetu wanafanya soka na hasa mpira wa miguu umejitokeza sana na mafanikio yanaonekana kidogo kidogo. Mtazamaji, tunashukuru sana kwa kuendelea kuambatana nasi. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuifuatilia Dodoma City TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Dodoma City TV. Hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, mimi ni Queen Peter Masunga.